Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa Television Tumaini, karibu katika kipindi cha Walei Tuzungumze. Kipindi ambacho kinakupatia nafasi wewe kiongozi kujikumbusha mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na uongozi, lakini pia kujifunza maarifa mbalimbali ili kuweza kusaidia jamii ya waamini wa Kristo ndani ya kanisa kuenenda kwa kadri ya sawasawa na mpango wa Mungu. Basi karibu sana. Ndani ya studio siko peke yangu, nipo na dada Rose Gerald. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Dada Selina, karibu sana mpenzi mtazamaji. Basi kabla hatujaendelea mbele zaidi kufahamu leo tutazungumza nini katika karakana ya uongozi, basi dada Rose, karibu tufungulie kipindi kwa sala. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uziene nyoyo za waamini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunakuomba tuongozwe na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kukomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asante. Na mpenzi mtazamaji, basi kama tulivyosema baada ya sala, basi tuanze moja kwa moja kipindi chetu kwa siku ya leo, ambapo mada inasema Mkristo na vituo vya njia ya msalaba. Mkristo na vituo vya njia ya msalaba. Kumbuka tuko katika kipindi cha Kwaresma, siku 40, tukijitafakari na kumfahamu Mwenyezi Mungu zaidi, lakini tukijitafakari ndani zaidi namna gani ya kuishi utakatifu, namna gani ya kumsogelea Mwenyezi Mungu katika kuacha dhambi na kuishi yaliyo mapenzi yake. Kwa hiyo kipindi hiki cha Kwaresma na mada hii inayotuambia Mkristo na vituo vya njia ya msalaba ambavyo viko 15 ni mwaliko wa kurudi katika uhuru wa maisha ya utakatifu. Mwaliko wa kurudi katika uhuru wa maisha ya utakatifu, kuacha dhambi na kumwendea Kristo zaidi. Basi mengi atatufafanulia dada Rozi, kama ambavyo tumeona mada inasema Mkristo na vituo vya njia ya msalaba. Tukianza na kile cha kwanza, labda kwa nini Yesu anaingia kuanza kuhukumiwa, kuteswa na kufanyoje mpaka tunafika kile kituo cha 15 ambapo Kristo anafufuka. Tunaona utukufu unaingia ndani ya jamii ya waamini. Asante. Basi kwa niaba ya mkurugenzi utume wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Mheshimiwa Padre Vitalis James Kasembo, leo wako kwenye kutoa huduma sakramenti ya maungamo dekania St. Joseph. Tunawaombea kila jema, na sisi tujitokeze kwa wingi zamu zetu tutakapofika tuweze kufanya toba. Ukiona wanaungamisha, ujue kwa Pasaka iko jirani. Na neno ambalo ameomba tuongozwe nalo leo da Selina ni kutoka Mwinjili Yohane sura ya 12 aya 32 na 33. Mwinjili Yohane sura ya 12 aya 32 na 33. Nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Aliyanena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Leo tutapita kwa kadiri tutaona tutakakofika, na Mwenyezi akijalia basi tutamalizia kipindi kijacho. Tunapoanza njia, tunaposema ibada ya njia ya msalaba, kwa kifupi vituo vya njia ya msalaba ambayo ni sala, ni ibada hiyo, tunaambiwa ni safari, tunakumbuka na kuenzi na kuendelea kuwa na tafakari ya kina katika safari ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mateso, kifo na ufufuko. Naam, ndio tunaweza tukasema ni safari hii ya vituo vya njia ya msalaba, kwa sababu kuanzia kituo cha kwanza anavyohukumiwa anaendelea na mateso mpaka kituo cha 12 Yesu anakufa msalabani, anazikwa, na kituo cha 15 Yesu anafufuka. Kwa hiyo tunaweza kusema ni safari ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao ni ushindi. Naam.
Na katika safari hii tunapaswa kusali kwa kutafakari, na ile tafakari itusaidie sasa yale tunayoyaongea Daselina ni maombi. Hivyo tuyaishi hayo, ndilo tunalosisitiziwa. Tunaposema kama hapa tutaona sala mbele ya altare, je, yale tunayomuomba tusiseme tu wengine wanamaanisha, wengine wanasali tu imradi kwamba tunamuomba tusaidie kufanya jambo fulani, lakini hatuweki nguvu ya sisi kuhakikisha tunatoka kwenye hicho kitu. Kama tunamuomba atupe nguvu ya kuacha dhambi, tunapaswa tuhakikisha tunaepuka nafasi za dhambi na visa vyenye kutukwaza na kuturudisha dhambini. Lakini tukiomba neema yake na nguvu yake, na sisi tukiweka bidii ya kuepuka hayo. Lakini vinginevyo tutajikuta tunasali tu kama Kasuku. Unajua Kasuku anaiga sauti yoyote na maneno yoyote. Kasuku anaweza akasema mimi Selina Matuja, lakini sio Selina Matuja, yule ni Kasuku. Sasa tumaanishe kabisa sisi ni watoto wa Mungu. Kwa mfano tunapoanza na sala mbele ya altare, tuisali, tuisome, alafu tupitie kidogo alafu kitu cha kwanza kama alivyosema Yesu anahukumiwa. Mkombozi wangu, ninakuja leo kufuata njia ile ulioshika siku ya kufa sadaka yetu. Nimetubu dhambi zangu zote. Ninataka kugeuza mwendo wangu. Ninaomba kwako niwapatie roho za waamini marehemu waliomo toharani, rehema zote zitolewazo na kanisa kwa njia ya msalaba. Nawe Maria Bikira mtakatifu, uliyefuata njia ile nyuma ya mwanao Yesu, uniangalie kwa wema, unitie moyo mkuu, nisipende dhambi tena, nikivumilia kazi na usumbufu na mateso na matukano yatakayonipata. Amina. Kwa hiyo tunachomwambia Kristo, nimekuja leo kufuata njia ile iliyoshika siku ya kufa sadaka yetu. Lakini tunamwambia sio nitatubu, nimetubu dhambi zangu zote. Na ninachokitaka ni kugeuza mwendo wangu. Manake niache ubaya, niache uovu, nienende katika nuru, nienende katika njia ya kweli. Sasa tunahimizwa zaidi kwamba tunapomwambia haya maneno, tusimwambie tu kama vile Kristo hasikii, hivyo tunamwambia lolote na hata asipolisikia, asipolitekeleza. Kwa maana hiyo Darozi, kabla hatujaenda kwenye hiyo njia ya msalaba, uhakikishe umeanza kutafakari na kujua makosa yako. Lakini pale unapofika kumwambia sasa, tayari umeshajiweka kwamba mimi nayaacha. Na kwa nini tunasisitizwa tuyaache, Daselina? Tunaenda kupita, tunasema nimekuja leo kufuata. Manake ninatafakari, ninaweka katika maisha yangu haya ambayo Mwokozi alifanyiwa, na tutaona jambo la kwanza alifanyiwa mpaka pale tutakapoona tutafika kituo cha ngapi. Kwa hiyo kama Daselina ninasali kwamba Yesu alihukumiwa, Yesu alipokea msalaba mzito, Yesu alianguka kwa uzito wa msalaba, manake ninatafakari kwamba ni dhambi zangu ndizo zimefanya haya yote. Sasa ninapoendelea kusali huku nimeshikilia dhambi, hata Mwokozi anashangaa. Sasa kwani usizidondoshe hizi dhambi? Mwanangu, unapokuja sasa kufuata hii, utakuwa na moyo wa shukrani sana kama kweli umeziacha dhambi. Kwa kuwa mimi nimepitia haya mateso na hata kuifia dunia kwa sababu nikafa msalabani ili watu waokolewe katika utumwa wa dhambi na mauti, wasitumikie dhambi tena. Na kama mwanangu umesema hutoitumikia dhambi tena, mbona unakuja umeshikilia mizigo? Kwamba ana hiyo unakuja kufuata ile njia ambayo yeye alibeba mzigo wa dhambi ambao ni ishara ya ule msalaba mzito, ili mimi nipite huru, niwe huru katika maisha. Lakini wengi tunapita tunasali hiyo tafakari tukiwa na mizigo ya dhambi nyingi tu, tumevunja amri za Mungu, za kanisa na mambo mbalimbali. Kwa hiyo anachokitamani Mwenyezi, pamoja na kwamba njia ya msalaba ni mojawapo ya ibada ya kuomba toba, lakini niwe tayari kubadilika, kwa sababu toba ni kuwa na uchungu kwa dhambi zangu, niumie, alafu niweke nia kutokuzitenda tena, niende nikaungame, nifanye malipizi, nije niombe neema ya kuondolewa adhabu zake, nisirudi tena kwenye dhambi. Lakini tutakapokuwa wengi tuna dhambi nyingi na hatujali kuziungama, lakini tunaenenda tu kwenye hiyo ibada ya njia ya msalaba, kiukweli niseme tu neno hili, ni kama tunamkejeli Mwokozi kwamba amekufa kwa sababu ya hizi dhambi, lakini bado tumezibeba na tunamfuata. Lakini anasema zishushe basi, kaungame mwanangu, geuka, halafu tafakari
ili wavute na wengine watoke katika dhambi. Lakini je, Darozi, katika hii tafakari tunapozungumza kuna madhara gani kwa familia labda? Ndio. Jamii ambayo inakuzunguka, pengine wewe una dhambi huziachi, kuna madhara gani ambayo yanaweza yakatokea kwa uzoefu? Asante. Dhara kuu sana ni kupotea katika jehanamu ya moto. Dhara kuu. Achana na haya mengine hapa duniani labda. Lakini kuu, yeyote anayetenda dhambi ya mauti tayari hayuko katika njia ya kwenda uzima wa milele. Anakuwa amegeuka, yuko katika njia ya kwenda jehanamu. Japokuwa katika mwili nitaonekana nadhifu na naweza nikajifanyisha napokea ekaristi, lakini tayari siko katika ile njia nyembamba enda uzimani. Kwa hatari yake ni kwamba nikifa ghafla bila kuipokea huruma ya Mungu kwa toba, nitapotea milele. Kwa hiyo wakati wa ufufuo wa pili tunavishwa miili mitukufu, mimi nitaenda kabisa kuungana na shetani na nitakuwa ni milele huko na nikilia na kusaga meno ya kwangu binafsi. Lakini madhara mengine, unapokuwa hauko katika nuru, unaenenda katika giza. Bahati mbaya ni kwamba naweza nikajiona na shamiri na mambo yanaenda, lakini shetani anaweza kumchezea sana mtu ambaye ana dhambi, kwa sababu anasema tendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa hiyo unapotenda dhambi unakuwa mali ya ibilisi. Kwa hiyo madhara yake, Daselina, ikiwa baba wa familia, mama wa familia anatenda dhambi za mauti kwa siri, ni rahisi pia shetani kuwasumbua pale ndani. Lakini mkajibidisha katika utakatifu, si rahisi hata nguvu za giza zije, kwa sababu hata zikitumwa zitakukuta unasali, zitakukuta una neema utakaso, zitakukuta umekesha, yani unapambana na sala, unapambana na neno la Mungu, sakramenti za kanisa. Kwa hiyo mengi yanajizima, kwa sababu nitazima mishale ya shetani kwa imani. Kwa hiyo imani yangu ikiwa thabiti, nitaweza kwenda vizuri. Kwa hiyo utaepuka mambo mbalimbali. Si magonjwa yote yanasababishwa na dhambi, lakini dhambi inasababisha magonjwa pia. Dhambi inasababisha vifo vya kimwili, Daselina, na vya kiroho. Na pia ukifa kiroho, bahati mbaya sana utaona mbona havina shida, mimi siendi kanisani bwana, utakuwa unaona kawaida. Kwa hiyo madhara ni makubwa, na ni kumkosea Mungu heshima, ni kutokuunganika na Mungu, ni kiburi na kuona kwamba naweza nikafanya kama ambavyo Eva alifanya bustani ya Eden. Kwa hiyo madhara ni makubwa, japo tunajiona kwamba hamna shida. Kristo alisema ziacheni ngano na magugu ya wote. Maana yake anataka kuonyesha kwamba si rahisi umgundue mwanadamu huyu ana dhambi, huyu ana. Nayeona hayo sirini Mwenyezi Mungu. Na wewe uliyetenda dhambi unajua kabisa mimi sasa hivi niko nuruni ama niko gizani. Kwa madhara yake, kwa utashangaa wakati mwingine mnagombana, wakati mwingine Daselina muelewani. Kwa hiyo kuna mabaya yanakuja kwa sababu ya dhambi zetu, na kuna mabaya yanakuja kwa sababu tumesimama na Mungu, ila pia shetani anayatuma. Na anaweza kweli akatupata, kwa sababu tunaishi kwenye jamii, mtu akakufanyia tu kitu kibaya ili mradi tu vyovyote vile. Na shukrani. Basi tuendelee kutafakari zaidi. Na tuone sasa, maana tumeona kuna madhara ambayo yanamfanya mwanadamu kuweza kuingia kwenye adhabu ya milele. Lakini sasa sisi tunatafakari Mkristo na vituo vya njia ya msalaba. Na vituo hivi ndio vimetufanya tuweze kujitafakari zaidi, kujitazama mimi Selina nimemkosea kiasi gani Mungu, na je makosa yangu haya ninapofanya tone hili linaweza kuwadhuru na familia wenzangu? Ndio linaweza kuwadhuru. Twende kituo hicho cha kwanza. Mchuma janga kula na wako wao. Kwa hiyo akikupata mabaya lazima familia itashare. Lakini Daselina, katika hii sala mbele ya altare tunaona nawe Maria Bikira mtakatifu, tunamuomba uniangalie kwa wema, unitie moyo mkuu, nisipende dhambi tena. Tunaomba uvumilivu hapa, nikivumilia kazi na usumbufu na mateso na matukano atakayonipata. Kwamba Mama Bikira Maria ameshiriki kazi ya wokovu. Hatuwezi kurudi huko historiani, maelekezo ni mengi. Lakini kwa kuwa hata hapa tunaona Mama Kanisa mtakatifu anaelekeza kwamba tunamuomba Kristo, lakini basi kumwacha mama yake. Kwa sababu yuko karibu sana na mama yake. Kwa hiyo hapa moja kwa moja tuende kituo cha kwanza. Kituo cha kwanza, Yesu anahukumiwa afe. Sala yake tunaambiwa maelezo alafu sala. Pilato anamhukumu Yesu ingawa haoni kosa lake. Anawaogopa Wayahudi. Anabembeleza urafiki wa Kaisari. Yesu usiye na kosa. Hata mimi ningeweza kutenda mema mengi, lakini naogopa macho ya wenzangu na maneno yao. Sala hapa tunaomba, Bwana uniimarishie utashi wangu
nijitegemee katika kushika madaraka yangu. Hapa tunafundishwa katika makundi mbalimbali. Kundi la kwanza ni Kristo, kwamba alihukumiwa hukumu ya uongo, hukumu ya dhuluma, hukumu mbaya, hukumu ya kumuonea, hukumu ya uongo na mengine kama hayo. Anatufundisha nini? Kwamba katika jamii tunayoishi ziko hukumu nyingi za uongo. Wako mashahidi wengi wa uongo. Na wako watu wanataka kitu fulani kwako, wakishindwa kukipata wanakukomesha kwa kufanyia chochote, na kama wako sehemu ya kuweza kutoa hukumu wanakuhukumu. Daselina mfano hai katika kitabu cha Nabii Daniel sura 13 kwa habari ya Mama Susana. Mama Susana alikuwa ni mwema na alijitahidi kumcha Mungu. Lakini wale wazee wa baraza walipotaka kuzini naye, mama alikataa, lakini alikataa kwa kusema anavyomheshimu Mwenyezi Mungu, kama ambavyo Yusufu alifanya katika kitabu cha Mwanzo, pia habari ya Yusufu katika alipokuwa analazimishwa azini na mke wa Potifa. Kwa hiyo unaweza kuona mifano hii, hawa wamekuja kuhukumiwa. Lakini fundisho kubwa zuri, Mama Susana alihukumiwa kwa uongo na ikafika mahali anaenda kuuawa kabisa, kupigwa mawe. Mungu akamuinua Daniel. Daniel akasema hebu subirini kwanza. Kumbuka walikuwa shainuka ndo wanaenda kummaliza. Ndio. Daniel anamwambia hebu subirini kwanza yenye wazee, akawasema vibaya. Baadaye anamwambia mzee wa kwanza, nyinyi mnasema alifumaniwa na kijana, huyo kijana alikuwa kwenye mti gani? Akasema wengine naye sijui mkwaju. Mwisho ikagundulika kwamba si kweli. Kwa hiyo alikuwa anaenda kuuawa kwa sababu ya hukumu ya uongo, lakini kwa sababu alisimamia kweli. Inatufundisha mimi na wewe tunaweza kusimamia kweli lakini tukahukumiwa na hata tukauawa kabisa. Hilo ndilo tunalofundishwa, tusiogope. Lakini kweli ndio iwe kweli. Yaani simamia kweli mpaka mwisho. Yaani kama ni kweli iko hivi. Na ndio ambalo leo anatufundisha Kristo, na kwa mfano huo unaosema Mama Susana wa Yosefu. Lakini katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 23 ukisoma utakuta kuna watu wanaapa kwamba hatutakula Wayahudi, hatutakula wala hatutakunywa mpaka tumehakikisha Paulo ameuawa. Ndio. Yaani kwa hiyo kuna watu anakosa gani? Anasimamia kweli. Kwa hiyo unapoisikiliza sauti ya Mungu ukaanza kuiweka kwenye matendo, ziko sauti, wako watu wanaweza wasijaliwe kuijua ile sauti ya Mungu, wao wakawa na mtizamo hasi na wakaona umekosea kabisa na wakakuua. Sasa tunafundishwa leo tusirudi tukasema basi bwana ngoja tu nifanye anavyotaka Selina kuliko nife. Nife lakini nitasimamia lililo kweli. Kwa hiyo sio anapohukumiwa afa kwa sababu ya hiyo, na sisi tunakumbushwa tusiwahukumu wenzetu kwa kusikia tu upande mmoja, bali tutende haki. Lakini tusitoe hukumu kwa sababu tunaogopa tutapoteza urafiki. Kwamba bosi wangu amemleta huyo mfanyakazi na bosi ameshasema ana makosa, na lakini mimi najua kabisa hana makosa, ila bosi anataka kumfukuza kazi. Lakini kwa kuwa mimi ndio mwanasheria wa hiyo taasisi na niko upande wa bosi, naungana na bosi, namuuliza hey bosi nataka tumfanyeje? Nataka tumfae. Yaani let's be fired. Tumalize kabisa. Kwa hiyo tunakubaliana mimi na bosi jinsi ya kukumaliza. Lakini unasema mimi sina kosa. Sasa unaambiwa usifike mahali, wakati mwingine anaweza akaja kwamba basi kama utaki nipe kitu fulani mimi nimpoze bosi. Ndio hicho unaambiwa, kama unaamua kunitesa nitese. Kitu kimoja ninajua Mwenyezi Mungu ananiona. Kama umeamua kunionea basi, lakini uwe na macho sasa kuona kwamba kama taasisi hii imekufukuza kuna nyingine na nyingine na nyingine. Na unasema kama kina Shedrack, kama itashindikana basi, lakini sitakuja kukunyenyekea kwa kumimi kusema uongo tena kwamba ili ama nitoe rushwa. Ndicho anachokitaka Kristo, kwamba maneno yetu yawe kweli kweli, sio. Maana yake mengine yanakuwa yanatoka kwa shetani. Kama tutataka mengine akisema maneno yenu yawe kweli, ndio, sio. Kwa hiyo basi tunahimizwa tuepuke kuhukumu wenzetu. Lakini Daselina, kuna hukumu zeza Daselina umesikia? Umesikia mume wake Rose? Nimesikia juzi nakwambia sijui katoka na usigeli. Umesikia mume wake Rose? Nimesikia. Yaani hizo sikia. Tuna hukumu sana afu yanasambaa. Baadaye unamchafua mtu, unamnenea mabaya. Hayo yote tunakumbushwa leo tuyaepuke kwa kunyamaza na kuongea lile ambalo tumelithibitisha, na ni vizuri kunyamaza zaidi kuliko kuongea sana wakati wote tunaongea uongo na tunakosea.
na ametuambia tuombe kuimarishiwa utashi. Bwana uniimarishie utashi wangu nijitegemee katika kushika majukumu mbalimbali. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia akasema, Daselina, kuna mambo mengine unaweza ukalitazama tu ukasema ili wacha lipite. Ndio. Jinsi ambavyo unasema wacha lipite, wakati huo unasema Mungu, hebu msaidie, maana mimi sijui undani wake, badala ya wewe au mimi kulichukua tena kulipeleka kwa mtu mwingine. Ndio. Hiyo inakusababisha pia wewe urudi nyuma kiimani. Ubaki kwenye giza. Ndio aliniambia hivyo. Na kuna watu wanapenda kitu kidogo kasema, Daselina umesikia? Na labda jana kalanika vitumbo vyake vyote alikuwa anaenda kuuza vikadondoka. Nakwambia kapata hasara vizuri kabisa. Acha akomoke. Yaani unajiuliza vya nini? Kwani usipoongea? Yaani kuna vitu tunavisema tunaweka chuki kwa mtu ambaye hata pengine hana kitu chochote. Pengine alikuwa anaenda kuuza apate faida, ale pamoja na familia. Labda pengine pia angetoa sadaka kwa ajili ya kipindi hiki cha Kwaresma. Kwa hiyo umesema wewe unazidi kumharibia na kumzibia. Na unafurahia na unadhani unapomweleza Daselina na yeye afurahie. Kumbe Daselina anaumia kwamba mdogo wangu hela yake imepotea, kamtaji kake kamepotea. Sasa tunaanzaje tena? Kwa hiyo ndio tufundishwe tuwe na upendo, lakini tuwe wanyenyekevu. Lakini sio wakati wote lazima kujieleza. Ndio maana Kristo wakati anahukumiwa alikuwa anaeleza, wewe wasema. Yaani paka Pilato anamtafuta namna gani ya mhukumu, mwisho kabisa hakuona kosa. Kwa hiyo tujieleze lile kweli, tunyamaze. Tusijitetee na kuonyesha nguvu. Kristo angeamua kuonyesha nguvu zake za kimungu pangekuwa patoshi. Lakini alinyenyekea akawa kama mwanadamu, akawa tu kawaida, lakini akiwa na nguvu za kimungu. Daselina, kituo cha pili. Yesu anapokea msalaba. Tunapewa maelezo kwamba Yesu anakubali kuelemewa na msalaba kwa ajili ya uokovu wa watu. Ndivyo anavyonifundisha moyo wa sadaka, moyo wa kujitolea na kujisahau kwa ajili ya wengine. Yesu wangu mkarimu, mimi pia ninao msalaba wangu, jirani zangu, mwenzangu wa ndoa, watoto, wazazi wangu, kazi zangu, joto, baridi, njaa, kiu, vishawishi, magonjwa na matatizo mengine ya maisha. Wajibu wangu kwa Mungu, kwa umma na kwa kanisa. Hayo yote ni msalaba. Unipe ukarimu wako Yesu, niyapokee bila kunungunika na kuyabeba vema. Daselina, tukianza labda anavyosema msalaba jirani zangu. Atuambii kwamba basi jirani yako yote ni mzigo. Yaani tuanisha mzigo wake ni kitu fulani kinakukera, kinakuboa, ni mzigo uvumilia. Yaani jirani yako ni mwema, shirikiana naye, mpende. Endeleeni hivyo mpaka mwisho. Wakati mwingine jirani anaweza kawa upande wa hii ninayoongelea ni upande wa msalaba baada ya Kristo kufa juu ya msalaba kwa ushindi. Ukao wokovu na chombo cha wokovu wetu. Lakini ukapata jirani ambaye anaishi msalaba kabla ya Kristo. Yaani ni kichomi, jirani ni mgomvi, jirani ni mshirikina, jirani anasogeza mipaka. Yaani jirani ni shughuli. Yaani hata kiasi kwamba hata kimkuta mtoto wako ana uwezo hata kumfanyia kitu kibaya, basi tu wivu. Kwa nini amejenga nyumba kubwa karibu na mimi? Mimi nyumba yangu ilikuwa kubwa, sasa hivi inaonekana ndogo kwa sababu yeye kaleta jumba lake hapa. Yaani kwa hiyo kuna ujirani wa hivyo. Sasa tunaambiwa hali zote uzipokee. Akiwa mwema mpokee katika wema wake. Na hata kama atakuja katika mabaya, usilipize mabaya. Na hata usimchukie. Mpende, endelea naye. Labda kuna mwingine atakwambia sitaki kufika nyumbani kwangu. Sawa, lakini usiache kumsalimia. Na kama kuna dharura imetokea lazima kwenda, wewe nenda. Labda mwenyewe akufukuze. Kwa hiyo tunaambiwa tusimuone jirani mwanadamu. Maana jirani ni mwanadamu, yani baada ya mimi mwanadamu yoyote mwingine. Kwa hiyo nione sura ya Mungu ndani ya huyo mwanadamu. Kwa hiyo ukiona Daselina siku yoyote, mimi nakwambia mtu yote anaweza akasema yani yule mbwa kabisa fai akamtukana, jua hajaona sura ya Mungu ndani yake na nimepungukiwa upendo. Lazima Daselina uweze ukaona upendo wa dhati, ukamuona mwanadamu wenzako hafai, ukatamani hata afe, na ukasema hata akienda mbinguni, yani akienda huko akafe na akifika motoni kama kuna kifo kingine akafe zaidi. Huna upendo. Ukiwa na upendo hautatamka kinyume na matamshi ya Kristo. Amekufa. Akifika akafe tena. Kwenye moto tena afe zaidi.
Au akiwa anaumwa mtu anakuambia yani anaumwa, nimefika nikapiga vigelegele kimya kimya. Alikuwa anajifanya jeuri sana. Hapana, daima nikitakapojaliwa kumuona sura ya Mungu ndani ya mwanadamu, nitamhurumia mwanadamu pale anapofanya mabaya, aidha kwa kujua au kwa kutokujua, na nitumie nguvu kubwa kumuombea na kumshauri kama itawezekana atoke kwenye ile hali, na nisimjibu vibaya. Lakini utaona hapa sasa hivi kwenye sakramenti za huduma, nikiongelea sakramenti ya ndoa, inafika mahali unaweza ukampiga mwenza wako ukamharibu kabisa hata akapata kilema. Wengine wamewapiga na wamewaua, wamewakatakata. Daselina kamkata mke wake, ndani yako piga mume wake. Na ndani yako yuko Mungu katika Utatu Mtakatifu. Hii nguvu unafanya inatoka wapi? Haitoki kwa Mungu, Daselina. Haitoki kwa Mungu Hata mara moja. Mtu anaweza kusema dada fulani ni mpole. Yaani unaangalia kwa sababu unasema hata sawa nikimfanyia baya Mungu ameagiza. Amesema ukipigwa shavu la kulia geuza la kushoto. Maana yake umeonewa kupita kiasi, wewe tulia. Kwa sababu jemedari mkuu akikutetea anashuka na nguvu zake, wewe inakuwa ni hatari. Mpaka unaanza tena kuomba Mungu wasamehe. Lakini utakapopiga magoti mimi Mungu kama uishivyo, kwani Daselina amenifanyia hivi, nisaidie mimi Mungu wangu. Anaweza akaja akakusaidia kwa kukuokoa, ama akakusaidia kidogo kwa kumdiscipline Selina. Sasa wakati mwingine anaweza kumdiscipline mpaka unasema Mungu jamani msamehe tena Selina, unamuonea huruma. Kwa sasa solution ni tunapo tusiombee hayo. Ni kulia na Mungu na kumwambia Mungu nifariji, nitie nguvu, niinue nisonge mbele. Kwa hiyo Selina, ukiona tu mtu anatukana matusi mabaya, au apendani, au aongei, amini wa upendo umepungua tukiongelea sisi wa Kristo. Kwa sababu tunaposema kwamba tunaishi katika kituo cha njia, vituo vya njia msalaba, tutafakari upendo wa Mungu ndio fumbo hili la mateso, kifo na ufufuko ni upendo wa Mungu kwetu. Daselina, una Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ninasindikizwa na Mama Bikira Maria na malaika na watakatifu. Hivi natoka wapi kufanya hayo mafujo yote? Natoka wapi kumkashifu mtu? Ndio maana unaweza kukuta mwingine anasema nilimfumania mume wangu sijui na dada wa kazi. Yaani nashukuru Mungu thermos ilikuwa ina chai ya moto. Nikamunguza yule dada. Nikachukua kisu nikamkata mume wangu mkono mpaka leo hajaenda kusema, hajawahi kusema nani kanikata. Sasa umepata faida gani? Huyu ni mtoto wa Mungu, umemfumiza, alafu labda atakuja kuolewa kwa shida au ataishi maisha yaliyobakia duniani kwa shida. Okay, umefanya hivyo ndio inafuta kwamba mume wako hajafanya hilo jambo. Lakini je, wewe una makosa mangapi Mwenyezi kakusamehe? Ni mengi sana. Ndio. Ni kwa sababu yako hayajaonekana. Sasa hili la mwenzako limeonekana, ndio umeamua kuwa mbogo. Sasa solution ni kwamba tulia. Umekuta jambo baya hulielewi, na unajua kabisa hii hasira yangu hii itakuwa yani hatari. Naweza hata nikapata kaukichaa. Ondoka lile eneo. Mimi ambacho nafanyaga kama kweli kuna kitu baki kimeniumiza kidogo, popote iwe kazini, iwe kwenye biashara, lakini baadaye nitapita kwa Yesu wa Ekaristi. Nitalala kifudifudi pale, nitaimba nyimbo za kumpendeza Yesu wangu, nitatafakari yule mtu aliyenifanyia baya, mazuri yake. Nitatafakari mazuri yake, mengi mazuri Mungu aliyoweka ndani yake. Ndani ya muda mfupi anafuta lile baya alilonifanyia kabisa. Na ninaweza nikakutana naye kesho nikamsalimia kwa upendo, akajua anataka kumdhuru na mvuta, lakini nimemaliza. Kwa hiyo ndio hicho tunachoambiwa kwamba Daselina kuna hiyo. Lakini sasa hayo yote ni katika tu wavumilivu. Tutakapokutana na joto, tutakapokutana na hali yoyote, magonjwa, usimwache Mungu. Warumi anatuambia ni nini kitanitenga na upendo wa Mungu? Hakuna. Je, ni njaa, ni dhiki, ni nini? Yaani mtu anakuambia tu dakika ngapi, mfano tuje sisi tunavyoongea karakana uongozi halmashauri ya walei labda paroko ameita ninyi watano alafu akaonekana labda amepewa taarifa labda ya katibu mmoja kati sasa anaongea lakini pamoja na yote katibu umefanya vibaya sana, juzi ulifanya 1 2 3, nimepata taarifa yako, naomba usirudie tena. Sasa sawa, kama ni uongo utapata muda utaongea naye atakueleza vizuri. Katibu hapo anafura. Akitoka hapo Daselina huenda ndio kikao chake cha mwisho, na anakuambia mimi kama nitakanyaga parokiani mimi tena na kama nitashiriki kanisa tena mimi sitasali, sitakuwa kiongozi milele, nitasali nyumbani kwangu. Wewe kama sio kichaa huwezi kuongea maneno. Kwa sababu unakuja kusali kwa Yesu. Maana kwanza unamsusia Mungu, unamsusia kazi yake, halafu bado umesema na milele.
fikiria, hebu niambie. Kitu cha umilele ni kitu ambacho yani ni kikubwa sana. Kikubwa Daselina. Yani ni kikubwa sana. Au mtu akwambia na hata kanisani sitakanyaga, ushiriki adhimisho la sadaka ya misa. Ina maana hapo hutokomunika Daselina. Hutaungama. Hutapokea Ekaristi Takatifu kwa kukomunika. Na huyo masomo na tafakari na somo. Maana tunasikia kwamba amesema yani mkikusanyika 2 watatu mimi niko katikati yenu. Hautakuwa tena na hiyo shirika. Sasa tunafundishwa duniani, mimi waga najipa principle hii. Kristo amesema duniani mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ikiwa alinifanyia mimi mti mbichi, itakuwaje ninyi mti mkavu? Mimi nasema nifanyiwe lolote. Yaani lolote. Yesu nisaidie. Sekunde ya mwisho ya uhai wangu. Yaani unatafuta kufikia uzima wa milele. Haya huku unajua kabisa niko katika hali ambayo madaktari wanasema sio kuna afya ya akili. Madaktari wanakuambia sio wakati mwingine kuna ukichaa ndani ya mtu ndio afya ya akili, lakini yani kuna vitu vingi. Kwa nini kwazike? Yaani Daselina wewe uje tu ni kwaze basi ni nune ni suse. Yaani unaweza kuanza ngoma yako tu na mimi nikaingia nikacheza. Wewe anza ngoma yako utajua utakavyoicheza na utaimaliza lini, lakini mimi wala sitahangaika. Sitogeukia huko na nitasali Yesu nisaidie niendelee na hii safari ya Kalvari, nifike Kalvari na nitafika. Kwa sababu unamtegemea Mungu. Na sitakununia. Lakini mwisho utaona nimefika. Nimefika na kama kuna nyingine nitaanza tena. Ndio hiyo anatuambia. Darozi. Nafikiri tupate mapumziko mafupi. Sawa. Alafu baada ya hapo basi tutaendelea na kile kituo cha tatu. Ambapo tutaona zaidi na kutafakari zaidi. Mpenzi mtazamaji wa Television Tumaini, mada yetu inasema Mkristo na vituo vya njia ya msalaba. Tumetafakari ile sehemu ya kwanza kabisa tunapoingia mbele ya altare, lakini pia tumeona tunapokuwa kile sehemu ile ya kwanza mbele ya altare inatukumbusha tutafakari kabla hatujamwendea Mwenyezi Mungu kuacha dhambi, na tumeona madhara ya dhambi yanaweza kukuzuru wewe ukafa kimwili na kufa kiroho, lakini pia ukaenda ukapotelea gizani milele. Na tumeona hicho kinachofuata. Basi tupate mapumziko haya mafupi. Tutakaporejea tutaendelea zaidi. Na mpenzi mtazamaji, baada ya kupata mapumziko mafupi namna hiyo, kumbuka tu unatazama kipindi cha Walei Tuzungumze. Ikiwa ndo kwanza unafungua runinga yako, mada hewani ni Mkristo na vituo vya njia ya msalaba. Vipo 15 na kile cha 15 kinatukumbusha na kutuonyesha ushindi, maana Kristo alifufuka. Lakini tunatafakari zaidi kuhusu mateso, kifo na ufufuko. Tuendelee katika kipengele ambacho tumekifikia baada ya kupata vile vitatu. Amina. Tunasema kituo cha 3, Yesu anaanguka mara ya kwanza, na maelezo tunaambiwa Yesu amedhoofika sana, anaanguka chini, kisha anasimama, anaendelea na safari ya ukombozi. Sala. Yesu ulianguka chini ya msalaba kwa ajili ya udhaifu, ukasimama tena. Usiniache katika tamaa nikianguka dhambini, bali nisimame mara moja nikufuate. Sasa mimi nisiende hapa kwenye dhambi zaidi, kwa sababu hili tunafundishwa sana pia. Lakini tuangalie ni wapi huwa tunamwacha Mungu tunapokuwa dhaifu, Daselina. Pale tunapofiwa na tuliokuwa tunawategemea sana, labda wazazi, mwenza wa ndoa, au ndugu yako yoyote ama bosi. Yaani kuna mtu anaweza akafia akasema kabisa hapa maisha yangu mimi basi nimekwisha. Na unaona yaani ni umedondoka vile. Sasa usiposimama thabiti na kumtegemea Mungu sana, matumaini yako hapa yanaondoka. Ndio hapa wengi Daselina unakuta wanapata magonjwa. Anakuambia tangu mume wake amefariki alipata sonona na amepata shida ya moyo, na hivi tunavyoongea amepata labda amepata nini, ameparalyze, amepata kiharusi.
labda tuseme sasa mfumo wa damu ukaongezeka, mapigo yakaongezeka ya moyo, mishipa ile ikashindwa kupitisha damu kwa mpaka ikapasuka. Kwa nini? Alipata jambo akadhoofika. Akaona tena tumaini langu lilikuwa kwa dada, lilikuwa kwa huyo mtu. Lakini sasa tunafundishwa tusidhoofike. Tunapodondoka, Yesu aliinuka kwa sababu bado alikuwa na nguvu. Na kwa kuwa amefufuka, yeye yuko ndani yetu katika Ekaristi Takatifu. Mungu Baba yuko ndani yetu na yeye ndiye tumaini letu. Yeye ndiye nguvu yetu. Hata tukumbane na jaribu lipi, tumtumainie Mungu. Hata pale utakapoona unapigiwa simu unaambiwa ajali imetokea, wazazi wako wote wamefariki na ndugu zako, kama yule mtoto mmoja baba na mama walifariki na wadogo zake, akabaki yeye mwenyewe shuleni, alikuwa anaenda kwenye graduation. Kama mtakumbuka ile tukio lilotokea Tanga Naam. Sasa mtoto kama yule, wakati nakumbuka wanamtia moyo ni kumwambia tu kwamba usiogope, kuna matumaini. Utaanza tena maisha. Ni kweli hawapo, lakini kuna matumaini. Kwa hiyo sasa ili usiumie sana, utaki tena kuanza mama angekuepo angekuja. Baba angekuepo zile zinaumiza sana. Na ile ni historia tayari. Kama ni historia basi historia huwa haiwi kitu halisi. Sasa mwingine Daselina anatulia, anaanza kusema baba angekuepo saa hizi angeshanitafutia kazi, baba angekuepo leo angenipa hela ya kwenda huku, baba angekuepo. Yani unawaza vitu ambavyo babako angekuepo saa hizi ungekuwa una raha. Lakini unasahau kwamba sasa baba hayuko. Lakini bado haya matumaini hivi vitu nitavipata sababu ninaye Mwenyezi Mungu. Atainua watu kwa ajili yangu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yangu. Yeye ndiye mwenye mimi. Yeye ndiye mwenye dunia na vyote vijazavyo. Atanisaidia. Kwa hiyo niinuke kwa njia gani? Kusali kwa bidii, kufunga, kujiaminisha kabisa kwake. Yani na kutumainia Mungu, unamuita, unamtumainia, atainua watu mbalimbali. Endelea kuwa mnyenyekevu, endelea kupambana, hiyo hali utatoka tu. Sawa, kuna vitu labda ni mume hata urudi tena, na wewe labda ulitamani uendelee kuwa naye ama mke na hutaki tena kuoa kuolewa. Ni kweli. Lakini dada Rose, katika hapo kwa mfano kama ni mume, ndio maandiko yanatuambia kifo kitatutenganisha. Kwa kama kifo kimekutenganisha huwezi kung'ang'ania. Unamshukuru Mungu, si ndio? Hasa Daselina, sawa, kifo kimenitenganisha. Ni kweli Daselina. Na kuna dunia nyingine mpya. Wengi sasa wanasema wapo wengi. Yani kwa mfano kuna mama mmoja, yeye alifiwa na mume wake. Ndio. Lakini yule mama alikuwa na miaka kama 50 hivi. Akafika 55 baada ya kuona sasa nimekaa vizuri. Yule mama aliolewa tena na ninamfahamu mpaka kesho yuko na mume wake tayari. Ni kweli. Na hata wengi kuna wazee wengine wa kina baba wameoa tena, wako tena na maisha, kwa sababu kile kifo kikisha kutenganisha hauna haja ya kukingangania. Na kuna uzima tena mwingine mbinguni huko. Yeye naye anaishi huko mbinguni. Sasa kuna hiyo ni vizuri sana. Na tunaweza tukaongea mimi na wewe hapa kuna wale sasa wamefiwa. Ambao wao akikaa kidogo, mume wangu ni analia tu Daselina. Akienda chumbani akikuta picha mume wake analia. Daselina akirudi ni analia. Mwaka wa kwanza Daselina. Mwaka wa 8 analia tu, anazidi kuchoka, unajua hata magonjwa kwa sababu yani hataki kukubali kwamba Mungu, nakushukuru hata nilikaa naye wiki 3 tukamaliza safari. Mwingine sasa hiyo ndio unayoongelea. Hapa sasa unanikumbuka, shukurini kwa kila jambo. Kwa kila jambo. Kwa hiyo tunaambiwa kwa wale ambao hataki kuachilia hilo jambo, hataki kuona kwamba mwenzangu kashaondoka nianze maisha mapya, bado anaumia. Kuna wababa na kuna mama Daselina wajane, ni analia tu. Akienda msibani, mkikaa jirani naye utasikia, na mimi nimemkumbuka mume wangu. Atalia hapo Daselina, mtapeleka mpaka hospitali, amezimia. Sasa sawa, ni kweli unampenda na unaonyesha upendo, lakini vitu vingine ni kama unakufuru mwisho wa siku kabisa. Kwa sababu ngoja nikwambie, safari moja ninaye ndugu yangu mmoja alikuwa anapata daraja takatifu ya upadri. Sasa tulikuwa tunampenda sana, yani ni ile sana, unaelewa? Sasa ile yuko mbele pale, sasa ndio amepata daraja takatifu ya upadri. Walianza kumpongeza, yani nilijua tutaanza sisi ndugu au kama sijui kina nani, alafu na wadogo zake, basi tutapanda pale mbele. Cha ajabu wakawapita mapadri. Mimi nikasema
mama, kwa nini sasa mbona sisi hatuendi? Akasema hivi, wanaanza wale kwa sababu wale sasa hivi ndo ndugu zake, sisi sasa ndo tutakuwa jamaa zake, wa ndugu zake wa karibu ni hao, ndugu zake wa karibu ndio hao. Hapo tayari nilianza kutambua kumbe faida ya mwanadamu sio ya kwako peke yako, ni ya jamii. Kwa hiyo kama ni ya jamii, na kama mtu kama hivyo unavyosema, yani ameondoka, unajaribu kujiweka kwamba yule alikuwa wa wote, ndio mpeleke awe wa wote. Na kwa mfano huo uliotoa, ndio tuseme labda hilo kundi tuchukulie ndio mbinguni, kwamba ameshatoka, amefika kule, wamempokea, wanafurahi. Yes. Lakini wewe huko unalia tu Daselina. Yaani unaona I can't, siwezi bila yeye. Na hiyo ndio kitu kibaya ambacho tunasema umeanguka, hutaki kuinuka. Hutaki kuinuka, yes. Kwa sababu unaona siwezi bila yule. Lakini unaweza kwa sababu yuko Mungu anayefanya njia za ajabu kubwa ambazo hata hatujawahi kuziwaza. Mimi ndimi Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo gani kwangu lisilonishinda? Kwa hiyo katika kituo hiki, mpendwa mtazamaji, jambo lolote ambalo limekushusha chini, labda ghafla umesimamishwa kazi, ghafla umesingiziwa jambo baya, ghafla umepata ugonjwa mbaya, yani chochote kile ambacho kajiona nimekuwa dhaifu, niko chini. Sio chini tu kukaa, yani maana yake moyo umekuwa, yani unasikia kabisa niko down, niko chini. Basi tunaambiwa kwa tuna Kristo ndani yetu, tuna nguvu ya Utatu Mtakatifu, tuna nguvu ya neno la Mungu, tuna nguvu ya Mungu ndani yetu. Tuinuke tena, maana tuwe na matumaini mapya. Tunapokuwa na katika pia jubilei hii ya mahujaji wa matumaini, tumaini letu ni kwa Mungu. Daima ukitaka kwenda vizuri kwenye hii dunia, usijishikamanishe sana na wanadamu. Wote, mimi nasemaga wote. Nawapenda wote na ninawaheshimu wote. Lakini utakapoweka tumaini kwa mwanadamu wa wewe yoyote, Daselina, siku ile mwanadamu anakufanyia baya, ndio yeye unakuta mtu anakufa. Kwa hiyo lazima tujue kwamba tunapaswa kushikamana na kusaidiana. Lakini tumaini langu namba moja yani ni Mungu katika Utatu Mtakatifu. Kwamba nitakaa na Daselina rafiki yangu, tutacheka, tutafurahi. Labda ni mume wangu, ni kweli ananisaidia vitu vingi, ni kweli tunaishi vizuri, ni kweli na kadhalika. Lakini lazima nijue kwamba yeye ni mwanadamu. Imetokea chochote, labda ametokea amefanya jambo ambalo kutegemea. Sasa je, niende nikajiue? Najiua. Haiwezi kunifanyia. Mimi hata nitanyaga, mimi hata sijiue. Yasitokee hayo, lakini yaani usijiue. Sio kwamba mwingine asema eti umpende, ingekuwa unampenda huwezi kufanya hivyo. Yaani tumaini langu mpaka najiue, na maana Mungu hayupo. Na tumeambiwa amelaaniwa amtumainiaye mwanadamu, na huko moyoni mwake yani kabla hata hujafikia kwenye hiyo laana tayari Mungu ameshasema amelaaniwa. Yaani tayari wewe umeshalaaniwa. Na ili uweze kumsamehe mwanadamu wenzako, awe yeyote, mume wako, rafiki yako, muone katika ule binadamu kwamba mimi ni mwanadamu Rozi, natenda dhambi, namkosea Mungu. Daima nahitaji huruma yake. Daima nahitaji neema za Mungu. Mwanadamu yote anahitaji hayo. Na jinsi ambavyo hata mimi naanguka kwenye dhambi, namlilia Mungu anijalie niinuke. Daselina, tuongee, sijui kama kuna mtu siku inaisha afanye dhambi. Haswa sijui. Yaani viko utawaza, yani umeme utakatika, utawaza tu TANESCO hawa nao. Tayari, yani sioni TANESCO kwenye uzuri wao. Sasa ina maana TANESCO kuna waya umekatiza sehemu, umekatika. Ili waurudishe lazima wakati umeme dakika 2. Je, wao waunganishe ule umeme bila kuukata, waungue wafe? Umeona tulivyo. Sasa wanapokata kidogo ili warekebishe, wote tupate umeme na wao wawe salama. Tusikia TANESCO bwana, tunatukanaga. TANESCO bwana, sijui nani. Tena ukute unapika keki, umeme ukakatika. Keki zako ziharibika tena. Kwa sasa unataka tu umeme umekatika, keki zimeharibika. Ili usitende dhambi. Unasema naweza kuishi bila hizi keki. Keki sio pumzi. Hizi keki nitaanza tena, lakini pumzi Mungu ukikata nimeisha. Alafu unasema huenda kuna nguzo ilidondoka, labda wanarekebisha. Naomba uwalinde, wawe wafanya kazi hao, walinde Mungu, wawe salama. Yaani unawaombea. Hautatukana hata mara moja. Kwa sababu kwani watukane? Hata kama mimi sidhani eti kama TANESCO wana moto wanakata umeme wanarudisha. Wanakata wanarudisha. Akikata kuna sababu. Na ataurudisha tena. Hata siporudisha sijui kuna sababu. Kwa hiyo ndio hivyo nilikuwa nataka kuhimiza kwamba usikasirike tu ovyo mpendwa. Basi tuende kituo cha 4. Kwa hiyo hapa kuhimiza tu kwamba unapokuwa you feel very down kwa sababu unajisikia
sio tu kudondoka ile umedondoka hivi, yani kuna kitu kimekunyong'onyesha. Labda umeonewa Daselina, wamekuibia, wamekusingizia, wamefanya mabaya mengi, yanaumiza moyo wako mpaka unaona sasa basi wao ni wanadamu, afulia na Mungu. Nisaidie Mungu nijifunze ni nini, kwa nini hiki kimetokea, natakiwa kujifunza nini, waombe, afu mnganganie Kristo akuongoze, msisitizie Kristo, mlilie, maisha yatakuwa mazuri tu. Hata atakwambia nenda kuchukua leo, tunakudumbukiza kwenye hili pipa la mafuta, tunataka yani uangamie, vinginevyo fanya 1 2 3. Uwe tayari tu kusema Yesu nijalie uvumilivu mkuu nitakapokuwa nimedumbukizwa kwenye hilo pipa. Hiyo ndio imani thabiti ambayo tumeambiwa simameni imara katika imani. Kwa hiyo usiishi tu ukijua kwamba duniani tuko smooth, hautapatwa na majaribu. Yatakuja. Lakini hakuna linalotupita. Mungu ni mwaminifu, anatupa mlango wa kutokea. Daselina, kituo cha 4 ndio. Yesu anakutana na mama yake. Wote wawili, mama na mwanae, wanaumia sana moyoni kwa ajili ya dhambi zangu. Yesu mwana wa Maria, unitilie moyoni mwangu upendo na ibada kwa Bikira Maria. Unijalie na ulinzi wake nisitende dhambi tena. Umeona hii sala niwe na ibada kwa Bikira Maria. Sasa tunaweza tukasali hapo Daselina Ijumaa, si ndio tukarudi nyumbani tukasali sala jioni tukalala. Asubuhi Jumamosi lazima nikumbuke niliomba niwe na ibada kwa Bikira Maria. Bikira Maria manake ninamuomba Mwenyezi Mungu kwa maombezi ya mama Bikira Maria. Lakini nikienzi pia kazi za Bikira Maria alizofanya. Lakini nikitambua alisema mama tazama mwanao, nawe mwana tazama mama yako. Lakini najiuliza, hivi huyu mama ambaye ndio Mungu amepita katika mwili wake, alimthamini kiasi gani? Na atamthamini daima na daima. Tunafika mahali tunajiona mama zetu sisi ndio wa thamani kuliko Bikira Maria. Ndio maana hatuna time naye. Lakini ukitulia ukasema yani Mungu aliyejifanya mwanadamu akazaliwa na huyu mama, lazima alimuandaa, ni chombo chake, alikipenda mno. Na bado Bikira anaendelea kutumika kuja kutupatanisha sisi japokuwa yuko mbinguni. Ndio maana tuombe salini rozari, mpate amani, fanyeni hiki, tubuni, na kilio chake kikubwa ni hicho, sababu anaona wengi wanapotea. Sasa hapa tunapoomba kwamba tuwe na ibada kwa Bikira Maria, tumaanishe sasa kusali sasa. Sio tunasali tu tuwe na ibada kwa Bikira Maria. Ukitoka hapo Jumamosi una time usali rozari, hauendi hata kwenye kusali sala mbalimbali za mama Bikira Maria. Kuna pande moja alisema mnangangana tu sio Mtakatifu Rita, tunakubali. Lakini msisahau ukuu wa mama Bikira Maria, thamani ya mama Bikira Maria. Hao wengine ni kweli nao Mungu amewatumia kabisa. Mama Rita Akashia, sisi kwetu tuna Mtakatifu Clara wa Assisi, mimi ni chama cha moyo chama cha Mtakatifu Yusufu wa Mataya. Tunaye huyo, lakini hawamzidi mama Bikira Maria. Ni mama aliyewekwa juu sana, mama aliyepewa kazi muhimu kweli ya kushiriki uumbaji wa kimungu kwa sababu alimleta mwana duniani, lakini alishirikishwa kazi kuu ya uokovu wetu kabisa. Hapa tunakumbushwa pia kwenye litania ndio ya mama Bikira Maria. Hapo mengi ambazo zimetajwa sifa zake. Chombo bora cha ibada, waridi lenye fumbo, mnara wa Daudi. Mambo mengi. Na sijui kama tulimfundishwa kwamba lazima ujue kwa nini mnara wa Daudi. Hiyo minara ilikuwaje mpaka wa Daudi sio mnara wa Daudi kafananishwa na mnara wa Daudi. Kwa hiyo ni kama unavyosema kwamba wakati huu mama anahuzunika kwa sababu ya dhambi zetu. Kuanzia safari ya kwanza tulisema Daselina kwamba ibada ya njia ya msalaba ni kutafakari safari ya Kristo kuanzia anapohukumiwa pale kwenye baraza ya Pilato mpaka anapoenda kuzikwa kaburini na kufufuka. Sasa kuanzia hapa mwanzo alichokuja kukifanya kikubwa ni kutuondoa kwenye utumwa wa dhambi na mauti, akaturudishia ule uhusiano tuliokuwa tumepoteza na Mungu, akatufanya tukawa tena watoto wa Mungu. Sasa tusisahau hilo kwamba the main issue ni kwamba tusitende jambo kuu linalohimizwa ni kwamba lengo kuu ni kututoa kwenye dhambi. Kwa hiyo tusiingie kwenye dhambi. Sasa pamoja na kwamba tumetoka kwenye dhambi, sasa tuseme tu basi mimi sitendi dhambi nasubiri kwenda mbinguni. Kuna majukumu. Na katika majukumu kuna magumu utakutana nayo. Na ukikutana nayo magumu usitende dhambi. Na kwa bahati mbaya sana umeanguka kwenye dhambi, usirelax. Ndio maana mapadi wanasema mnaishi maisha ya ndoa ya mke na mume bila sakramenti ya ndoa, na mtu ashtuki. Mwaka wa 33 siku ya kwanza Januari mpaka Januari ikaisha. Januari mpaka Disemba ikaisha. Mwaka wa kwanza mpaka 32. Hushtuki, huogopi. Na unaona haina shida.
ndio hii kumhuzunisha Kristo. Kwa hiyo mpendwa, tunapoambiwa karibu kila kitu anaongelea habari ya kuacha dhambi, tusianguke, tusibaki kwenye dhambi. Kwa hiyo tuombe hiyo neema kuondolewa, tutoke kwenye dhambi. Lakini tunapokuwa katika hii safari kuelekea mbinguni, tukumbuke kwamba safari ni ngumu, na aliyesimama asijidhanie kashafika, asijakaanguka. Na Mtume Paulo anasema sio kwamba nimekwisha fika, bali na kaza mwendo ili nilishike lile lililoshikwa na Kristo. Kwa hiyo akina mama tunahimizwa tujitahidi na sisi kushiriki yale Bikira Maria aliyofanya: usafi wa moyo, utulivu, unyenyekevu. Usipende tu. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anapenda kutukana, nikamuuliza sasa ukitukana yani kwa nini unatukana? Yani neno moja tukashatoa tusi. Neno moja tukashatoa tusi. Tuko nayo kazi fulani hivi Morogoro. Yani wale wafanyakazi na inawatukana. Tukamuuliza sasa ukishawatukana unawahimizia nini yani? Uone kama unajidhalilisha, tunakuona tu uko hovyo. Kwa sababu Dasalina unatoa matusi mdomoni mkwako. Usafi yani ni hatari. Kama nina usafi wa moyo, hata neno baya sio rahisi litoke mdomoni mwangu na kutokana. Lakini ukiona anatoka tu tuna wasiwasi. Kama una shida ya akili basi kuna kitu inawezekana kuna wale upande mwingine umeshikamana nao ule unaotaka kutukana wa shetani. Lakini ukisikia labda tufanye kama summarize kile ambacho tumekizungumza, kwa maana nikiangalia muda wetu si marafiki sana. Sawa, tutaishia hicho kituo cha 4 na Mwenyezi akijalia basi tutaendelea kituo cha 5 kwa atakaye kuwepo kipindi kijacho. Kwa kifupi, tunaposema kipindi hiki cha tunasubiri Juma Kuu, tunapoanza Juma Kuu tuko katika tafakari ya kifo, mateso, kifo cha Kristo na baadaye ufufuko wake. Na baada ya Pasaka tutahimizana kuishi maisha mapya, upya wa maisha ndani ya Kristo. Kwa hiyo tunapohimizwa kwamba ibada ya msalaba ni tafakari ya sisi kufuata njia ile aliyoifuata Kristo siku ya kutolewa sadaka kwetu, sadaka yetu, tujitambue kwamba na sisi tuna majukumu tuliopewa. Majukumu ndio tunaweza tukasema msalaba yetu. Kwa msalaba si adha, majukumu mazuri na ananipa mshahara. Lakini wakati ya majukumu ni mazuri, mshahara, napigiwa makofi, napewa zawadi, na nimefanya vizuri, kuna wakati inaweza ikaja kinyume. Nivumilie yote lakini nipambane nisimwache Kristo na nisiumize wenzangu. Kuna kipindi hiki ambacho tunakiendea watoto wetu wengi watakuwa wanakuwa likizo. Ndio dada. Na tunaendea kwenye kipindi cha Majuma Kuu na tafakari nzito kabisa ya Kwaresma. Labda tumwambie nini katika kuhitimisha? Mimi ninachowahimiza, tulichokifundisha leo wawafundishe tena. Nini maana ya ibada ya njia ya msalaba? Tumefundisha sana na baba amefundisha kwa habari ya msalaba, Kwaresma na msalaba. Lakini watoto wanarudi. Endelea kuwahimiza wamuishi Mungu. Endelea kuwafundisha nini maana ya Juma Kuu. Lazima wajue wanaadhimisha kitu gani, ili wakienzi kwa unyenyekevu na utulivu na wakichukia sana dhambi. Lakini wahimizwe pia kwa habari ya, mimi nasubutu kusema pia, matumizi ya madawa ya kulevya, athari zake na ubaya wake. Wawafundishe, wawakumbushe. Lakini pia sasa hivi washerati, uzinzi, ngono viko nje. Wawaeleze madhara yake, ni dhambi, lakini mbali ya dhambi kuna magonjwa, mbali ya magonjwa unajidhalilisha pia. Ni kuomba neema ya Mungu kila mmoja ajitunze. Yaani usijione tu mwili wako, tunaambiwa miili yetu si yetu wenyewe, ni mali ya Mungu. Kwa hiyo tumtukuze Mungu katika miili yetu ambayo ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na wanaposherehekea sasa, sio tu kwenda kukimbilia kununua nguo haraka, kukimbilia labda kwenda sisi tutapika hiki, tutafanya hiki, lakini wawe na ule utulivu, hasa zile siku 3. Na tunapoenda kwa abudu wokovu wetu uliotundikwa juu ya msalaba, tujue kwamba tunakwenda kumpa heshima Kristo, kumwabudu Kristo aliyetundikwa juu msalabani. Kwa hiyo ninapoenda pale, napiga goti, nabusu msalaba, ninafanya vile nikiangalia Kristo pale Kalvari. Kwa hiyo nitaenda kwa nidhamu na heshima kuu. Hiki ni chombo tu kinatumika, kimebarikiwa, ni kisakramenti, lakini kitu halisi ni Kristo mwenyewe juu ya
msalaba. Kwa hiyo tuende siku ile ya kuabudu wokovu uliotundikwa juu ya msalaba wetu, tunapenda kuita kuabudu msalaba, lakini tuhakikishe Alhamisi Kuu ratiba zote tunazifuata, Jumamosi Kuu tulivu, Pasaka tusherekee vizuri, lakini sio tena kulewa na kurudi dhambini, bali kuendelea kuishi sasa upya maisha na kumtukuza Mungu, tukijua duniani tunapita kuelekea katika makao ya milele mbinguni. Amina. Basi tuhitimishe kipindi chetu kwa sala. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amin. Mungu Mwenyezi wa milele, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako mkuu kwetu ulioonyesha pamoja na huruma yako kuu kwa kupitia fumbo la mateso, kifo na hatimaye ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe Mungu mwenyewe katika nafsi yako ya pili, tunakuomba kwa unyenyekevu tujalie daima kuliishi, kulitafakari na kulienzi na kulithamini na kuliheshimu fumbo hili takatifu la wokovu wetu. Tujalie daima tuungamanike nawe na tuwe tayari kuishi kadiri ya mapenzi yako, na siku moja pumzi yetu ya mwisho itukute tukiwa katika hali ya neema utakaso, tufike mbinguni. Tunaombea amani dunia, tunaomba amani na tunaombea watu wote wapate kukuelekea wewe. Tunayaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amin. Bikira Maria, msaada wa daima, utuombee. Enyi malaika na watakatifu wote wa Mungu, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amin. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Asante dada. Basi mtazamaji, hatuna la ziada kwa siku ya leo. Mimi ni Selina Joseph Matuja, nilikuwa pamoja na ninaitwa Rosie Gerald, natokea Parokia Mtakatifu Clara sisi Mwango la Ndege. Ndio wiki yetu sisi Yusufu Almataya kuanzia wiki ijayo. Wadogo wiki letu lile ujue. Haya, tunasema asante sana na tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.